Tumsifu Yesu Kristu. Tumsifu tena. Ni bwechi. Tutawaombeni mtege sikio ili tuwasomee historia fupi kuhusu maisha ya marehemu. Kwanza, majina ya marehemu. Marehemu alikuwa akiitwa Adembo Shabani Ishelenga, jina maarufu Kembo. Pili, tarehe ya kuzaliwa kwa marehemu. Marehemu alizaliwa tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka 1968 Lweba huko Kongo. Tatu, wazazi wa marehemu. Kwanza, baba. Baba wa marehemu aliitwa Shabani Ishelenga wa jamaa ya Bashinyaka Batalela nyumba ya Bashirwanja. Pili, mama. Mama wa marehemu aliitwa Asha Wankwala Bashi Apulela Bashibwengwe. Tumsifu Yesu Kristu. Nne, yahusu masomo ama elimu aliyofanya marehemu. Kwanza, shule ya msingi alisomea huko Kongo pa Epe Lubumba. Shule ya sekondari hapo hapo pia. Tano, kazi. Marehemu alijihusisha sana kwa kazi ya uvuvi lakini pia ukulima. Sita, kuoa au maisha ya ndoa. Marehemu alioa na kuzaa watoto 10. Kati ya hao watoto 10, 4 wa kiume, 6 wa kike. Wote hao wako hai. Wajukuu. Alipata wajukuu 33, wanaume 13, wa kike 20. 3 wao wamekwisha kutangulia. 7, magonjwa. Marehemu alisumbuliwa sana na magonjwa ya kisukari, jina la kitaalamu diabetes, lakini pia alisumbuliwa na ugonjwa wa kifua kikuu, jina la kitaalamu TB, tangu mwaka wa 2014. Angalia vema, ilipofika Jumapili ya tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu, magonjwa ya ghafla yalimshika. Familia ilifanya kila liwezekanalo ili kumtafutia matibabu, isiwezekane kabisa. Ilipofika Jumapili ya tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu, marehemu akaaga dunia kwa mida ya saa 2 za usiku. Hapa duniani ameishi miaka 57. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amen. Hii imeandaliwa na familia Amisi Etungano, simamizi mkuu wa familia. Tumsifu Yesu Kristu. Kipengele kinachofuata ni kutoa ratiba ya jinsi msiba utakavyoendelea. Tangu pale tulipoanza msiba huu unaendelea. Itakapofika siku ya Alhamisi au siku ya 4, watu wote tena tunahalikwa nyumbani kwa marehemu ili tushirikiane kwa pamoja kwa ajili ya kutinda msiba huu. Tumsifu Yesu Kristu. Tatu kabisa na mwisho, tuchukue fursa hii kushukuru wote walioguswa kwa namna ya pekee kuja kushirikiana pamoja nasi, maana huko manyumbani hatujashindwa kufanya shughuli zetu wala hatukukosa cha kujihusisha nacho, lakini kwa upendo mkubwa mliouonyesha hatuna budi kama familia kuwashukuruni
na kusema moyo kama huu uendelee. Hasa zaidi mama kanisa, tunakushukuru kwa yote ulioazimisha kwa ajili ya ndugu marehemu wetu hadi pale mlipofikia. Itabaki historia na kumbukumbu katika familia, maana huu pia alikuwa mtu wenu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. Ni kwechi. Bwana Yesu asifiwe. Nasimama hapa kama mwenyekiti wa kijiji cha Ashe. Kwanza tunasema shukurani kwa wote ambao wamejitolea kwa ajili ya hii kazi. Hii sio kazi mbaya, ni kazi nzuri tu. Kwa yote ambao wanajua mimi naishi katika ulimwengu lakini niko mpitaji, wacha shughuli zako zote na kuja kushirikiana kwa pamoja. Tunasema asante kwa wanajamii wote wa sehemu mbalimbali. Pili, tunasema kwamba tunashukuru kwa yote, lakini sitamalizia. Kwa kumalizia nitaita kwanza mkubwa wangu Desone aingie kwanza, cha baadaye nitakwenda kumalizia. Karibu. Kaita vile Maliro. Samahani kule nyuma, tusikilizane kidogo, tufuate utaratibu uliopo. Maliro longe. Hata mimi sina maneno mengi zaidi ya kusema, lakini nitatangulia kusema kwanza, poleni sana vijiji vilivyopata haya matatizo ya hao wafiwa ambao wako mbele yetu. Nasema poleni zaidi, kwa sababu hili si kwa mapenzi ya mwanadamu, isipokuwa ni mapenzi ya Mungu. Miwiti Maliro, nilivyomfuata mkufunzi wetu amesema hii ni njia ya watu wote, na ni kweli ni njia yetu sisi wote. Tusifadhaike, leo ni hapa, kesho itakuwa kwa mtu mwingine. Lakini zone ya tatu ina masikitiko makubwa, kwa sababu huyu hivi tunavyowaona hapa ndio tumekuwa tangu jana, na leo ndio watu wanne tumezika. Tena watu wazima tu, watu wazima, wakina mama, wakina baba ambao tunategemea ndio mashauri ndani ya vijiji, ndani ya mafamilia na kadhalika. Jana tumezika mzee hapo ambaye ameishia miaka 107. Kijiji cha MN. Ameona vingapi na amesikia vingapi? Mkufunzi ametuambia kwamba kuishi kwingi na kuona vingi. Miwiti Maliro. Mimi sina mengi, niseme kwamba wale wote waliofiwa, nyumba zilizopata misiba hii, Mungu azidi kuzibariki, kwa sababu sio mapenzi ya mwanadamu, ni mapenzi ya Mungu. Lakini pamoja na hayo, nitakwenda kukumbusha kitu kimoja tu, kwa sababu sisi kama viongozi tunasimama mbele, na tunapopata taarifa fulani tuna haki ile taarifa ipate wanajamii. Mwaka wa 2022 hapo kwenye sensa kulipitika sensa ya watoto, na ile sensa ile kulikuwa baadhi hawakupata vyeti. Hapo sensa hiyo sensa kulikuwa baadhi ya watu ambao hawakupata vyeti. Sasa vile vyeti vilikuja na yale majina niliyamwaga katika vijiji, wale walikukosa vile vyeti. Inatakiwa uonane na mwenyekiti wako wa kijiji akusaidie ile karatasi. Kama haikupatikana, labda inaweza ikawa imeshapotea, fika kwenye ofisi ya zone utakuta jina lako kama wewe ulikosa kile cheti cha mtoto wako. Kaita bila maneno. Kwa hiyo tafadhali, kama bado ndani unatafuta kile cheti, fika kwenye ofisi ya sensa, au kama hujafika kwenye ofisi ya sensa, fika ofisi ya zone, jina lako utalikuta, na hizo cheti tutakuongoza kisha kukipata pale sensa. Kaita bila maneno lungu. Mikwiji. Asante. Abe numiomo. Ine ni matenda miomo mpaka tuomeno manga. Mejiji yetu ya Ashe mwenu inga mchunge twaosaba tuwanachi. Wanachi tafadhali samahani bali basatu. Basoshibabele na manu eomo. Nanga twaosaba abatubele kwa manibo tuongeze abali twapungua. Enile matenda tukanye mwene ombe mpaka bese vile vyake. Atena niwoso wakelo tukanyewe mama sikitiko tukanyewe. Tatona osika nyambaga ibya onda bibyo.
Yangolo tole matana ni bo tole mokanya be bo se bacho tukatelecha nusu kutomochika babele kwa kwanza alo mweto mwachole ano kati mmoza pasikitika manga ono tole ashile mshauri wetu mteto ejiji na twapungwa ilo la kolumanga hawa manda longe mama ushichiwe baadaye shika kabili babo ya wale Waislamu inanacha ono nike ujongelo ngo ochi kwa nusu kwa hiyo twapungwa ilo la kolumanga kwa matenda ni wao mtu katele choma uno ene tumboka ya ingenelwa na baada ya hapo matenda ni wao tona hano tona bo ele cha kanu kanu kocheto bala bose bacho niaba ya ashe hapana tu ya bibi ole mange manda liwa lumbaka bamboka bechu bose tole le uchu abe changi bwe asante kwa tobosi.